91.1 Revival FM, kwani kipindi cha watoto wa Uamsho kinakuja kila siku ya Jumamosi saa 3 kamili hadi majira yale ya saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya kipindi cha watoto wa Uamsho kunakuwa nami Auntie Eliza, na katika yote msikilizaji, tunapata kujifunza mambo kadha wa kadha. Mahali hapa tunasikia kutoka kwa watoto, tunasikia kutoka kwa wataalamu mbalimbali kuhusu masuala ya watoto, lakini pia tunajifunza kutoka kwa walimu wa Sunday School ambao wanawafundisha watoto. Tumesikia mengi kutoka kwa watoto, tumesikia mengi kutoka kwa wataalamu, lakini pia tumesikia mengi kutoka kwa walimu wa Sunday School. Leo ni siku nyingine tena, siku ya baraka, siku ya amani, siku ya furaha. Tunaamini kwamba msikilizaji hapo uliko umetegea sikio 91.1 Revival FM kuhakikisha unayapata yale yote mazuri ambayo Auntie Eliza amekuandalia kwa siku ya leo. Lengo ni kuhakikisha kwamba sote kwa pamoja, kwa kushirikiana, tunatokomeza kabisa kizazi cha watoto ambao hawamjui Mungu, watoto wasiowajibika, watoto ambao hawajiamini, watoto wasio bora, watoto wanaolalamikiwa, na kutengeneza kizazi cha watoto wanaomjua Mungu, watoto watii, watoto wanaojiamini, watoto ambao wanaweza kujielezea. Ikisababishwa na yale ambayo watoto wanatufundisha, lakini pia kutukumbusha, na zaidi sana tukipata kutoka kwa wataalamu mbalimbali wa malezi wakitufundisha sisi wazazi na walezi ni namna gani tunaweza kuwa sababu ya kuzalisha kizazi cha watoto ambao tunahitaji. Langu jina ni Auntie Eliza, tukiwa katika studio za 91.1 Revival FM, sauti ya Uamsho. Lakini kabla sijakwambia kile ambacho nimekuandalia kwa siku ya leo, nikukaribisha wewe ambaye ni mwalimu wa watoto katika shule lakini pia Sunday School. Karibu sana watoto wako, kama ungependa wasikike, wawe ni sehemu ya kuwafundisha wengine, basi andika ujumbe wako kwenye namba yetu ya studio ya 0763911916. Sema mimi ni mwalimu wa Sunday School. Tutawasiliana na tutajua ni namna gani watoto hao watakuwa sehemu ya kufundisha watoto wengine katika hali ya madini na mambo kadha wa kadha ambayo watoto pia wanayo na wanatufundisha mara kwa mara. 0763911916 ni namba ya studio. Msikilizaji, andika ujumbe wako wewe ambaye ni mwalimu wa shule sekondari, primary, lakini pia mwalimu wa Sunday School. Kuniambia Auntie Eliza, natamani sana watoto wangu wawe ni sehemu ya kufundisha katika kipindi hicho kizuri, kipindi cha watoto wa Uamsho. Kutoka Kondoa, kutoka Singida, kutoka Manyara, kutoka Arusha, kokote uliko tutakufikia na tutahakikisha kwamba watoto hao wanakuwa ni sehemu ya kuwafundisha wengine katika kipindi cha watoto wa Uamsho. Karibu sana, tunakupenda na tunakufurahia sana. Mtoto mzuri ambaye umetegea sikio 91.1, Auntie Eliza anakupenda sana, ndio manake kila siku Jumamosi kuanzia saa 3 kamili hadi majira ya saa 4 kamili ninahakikisha niko ndani ya studio kukuletea wewe pamoja na mzazi na mlezi, ili tuweze kukutengeneza upate kuwa mtoto bora. Kesho kuta tukutegee kama kiongozi, kama mwanasheria, daktari, lakini pia afisa kilimo, daktari wa mifugo, lakini pia tukukute katika maeneo ya ugavi na maeneo kadha wa kadha. Wewe ni wa thamani sana, tunakupenda na tunakujali. Ndio maana kipindi cha watoto wa Uamsho kupitia studio za 91.1 Revival FM kipo kila siku ya Jumamosi. Hakikisha unamshirikisha rafiki yako, na wewe mzazi hakikisha pia unamtonya na jirani yako apate kusikiliza, jifunze yale yote ambayo tunafundishana tunapokuwa mahali hapa, ili tuweze kujifunza na kujijenga zaidi na kubadilisha kizazi ambacho tumekuwa tukikiita kizazi cha nyoka, kizazi cha watoto wasioambilika, kizazi cha watoto wenye kiburi. Sisi ndio sababu ya kuwabadilisha. Tunayapata madini hayo yote tunapokuwa katika kipindi cha watoto wa Uamsho. Karibu sana, na siku leo tuko na mwalimu Kimweri, anaendeleza malezi na kutufundisha ni namna gani sisi wazazi au walezi tunaweza kuwa sababu ya mtoto huyu ambaye tunataka awe bora, kesho awe kiongozi, awe mwalimu mzuri, awe mwanasheria mzuri, awe mchungaji, awe mwimbaji, awe daktari. Tunawezaje kumlea na kuhakikisha kwamba hayo yote anaenda kuyafikia? Karibu ungana nasi tujifunze hatua kwa hatua, mwanzo hadi mwisho, hadi pale tutakapoenda kupisha timu nzima Sports Review kuja kukuletea mambo ya kimichezo. Karibu sana, na ndani ya studio tayari tuko naye mwalimu Kimweri atakayetufundisha mambo mengi sana sana. Tega sikio mzazi, tega sikio kaka, tega sikio dada, tega sikio mtoto mzuri, utakuwa naye pia unajifunza mambo mazuri, sio kwa ajili ya leo, hata kwa ajili ya kesho yako. Mwambie na jirani, mwambie na rafiki. 91.1, sisi ni sauti ya Uamsho. Mwalimu, Bwana Yesu asifiwe sana, na tunakukaribisha katika kipindi cha watoto wa Uamsho. Amen, amen, amen. Karibu sana. Asante sana.
Ni siku nyingine tena ya baraka. Naam. Tukiwa tuna baraka ya mvua pia. Naam, kweli. Karibu sana. Leo ni mambo gani ambayo tunaenda kujifunza sisi kama wazazi, walezi na mtoto ambaye anakusikiliza wakati huu kupitia studio za 91.1? Leo tunakwenda kujifunza mambo 10 ya kuepuka wakati wa malezi ya mtoto wako. Okay. Naam. Wakati kuna matunzo, kuna malezi, kuna kulinda, kuna kuombewa. Haya mambo 10 yanaingia kwenye hivyo vitu vingi ambavyo tunavizungumza, au ni kwenye malezi peke yake? Leo naingia kwenye malezi peke yake. Okay. Lakini nianze kwa kusema kwamba mtoto mzuri anayekubalika, mwenye kusudi la Mungu ni yule ambaye hivi vigezo 4 vinafanyika kwake. Okay. Mtoto ni lazima apate matunzo kwa maana ya mahitaji ya mwili. Mtoto ni lazima apate malezi sahihi. Na Biblia inatueleza kwamba mlee mtoto katika malezi njia impasayo. Lakini ulinzi, mtoto lazima alindwe asipatwe na mabaya. Lakini alindwe asije akaiga tabia mbaya. Lakini kama haitoshi ni kumuombea. Okay. Ile Isaya 54 mstari wa 13. Mungu, Biblia imeahidi kwamba watoto wetu watafundishwa na Bwana. Kwa hiyo lazima tukae katika maombi kumkumbusha Mungu ili watoto wetu waweze kufundishwa na Bwana. Sasa katika malezi, tunaona malezi ni jukumu ambalo mzazi au mlezi anapewa baada ya Mungu kumpa mtoto zawadi. Na mtoto anapokuja, nilisema hakuna mtu anayezaliwa duniani ambaye Mungu hajamkusudia kitu. Kila aliyezaliwa Mungu amemkusudia. Haijalishi amezaliwa katika mazingira gani. Lakini bora kazaliwa, yuko duniani, yuko hai. Kuna kitu Mungu ameweka ndani yake. Hii tunaipata katika Yeremia sura ya 1 mstari wa 4 na wa 5. Mungu anamwambia Yeremia, kabla sijakuumba, kabla sijakuweka katika tumbo la mama yako, nalikujua, nalikuweka uwe nabii wa mataifa. Kwa hiyo Mungu alishamuona na alishampanga, alishamtenga. Kwa hiyo tunapozaa watoto, tunazaa watoto ambao Mungu ana makusudi kaweka ndani. Tunapolea, tunalea kutunza lile kusudi au kukuza lile kusudi ambalo Mungu ameliweka. Katika Mithali sura ya 22, tuanze hapo mstari wa 6, neno la Mungu linasema, mlee mtoto katika njia impasayo. Njia impasayo. Ile neno njia impasayo manake ni lazima. Njia ambayo analazimika kwayo kulelewa. Njia impasayo. Ukienda kwenye tafsiri ya Kiingereza, ile neno impasayo inaonyesha ni lazima. Njia ambayo analazimika kulelewa. Sio mzazi hatakiwi kulea tu kwa silabasi yake. Mungu kuna silabasi ambayo ameiweka ya kulea, ndio yamakwambia kwamba njia ambayo anapaswa mtoto kulelewa. Ni njia ambayo ni neno la Mungu, kutumia neno la Mungu, maadili ya neno la Mungu. Hiyo ndio njia ya kuumba ule utu wa ndani. Kumbuka nilisema matunzo yanatunza utu wa nje, lakini malezi yanafinyanga, yanaumba utu wa nje, tabia ya ndani ya mtu ambayo ndio inayoongoza mtu. Sasa tunapaswa kuwalea watoto katika njia inayowapasa. Na niseme hivi, kulea ni jukumu aliopewa mwanamke, aliopewa mke, sio mwanamke. Jukumu la kulea amepewa mume, sio mwanaume. Wanaume wako wengi, lakini mume au wanaume wako wengi, si ndio? Lakini mume ni wako wachache sana. Kwa sababu mume ni cheo, mke ni cheo. Lakini mwanamke, kila mtu ambaye ni wa jinsi ya kike ni mwanamke. Lakini kuwa mke, wife, ni cheo. Sio kila mtu anaweza, sio kila mwanamke ni mke. Na sio kila mwanaume ni mume. Mwanamume ni majukumu, mume ni majukumu, mke ni majukumu. Tunaelewana? Mwanamke kwa Kiingereza anaitwa woman, sawa? Mke anaitwa wife. Woman na wife ni tofauti. Woman ni kila mtu wa jinsia ya kike,
lakini wife ni cheo ambacho kinabeba majukumu. Kwa hiyo mtu anaweza akaolewa akawa bado mwanamke. Lazima uolewe uwe mke ndio uweze kutimiza jukumu la malezi. Kila mtu mwenye jinsia ya kiume ni mwanaume, lakini mume ni cheo, mume ni majukumu. Kuna wanaume leo sio mume kwa sababu wanashindwa kutekeleza majukumu yao ya malezi. Mbona wanaendelea kuitwa mume? Tunawaita, lakini kwa vitendo tunataka kuona wanatekelezaje. Sasa kama mume una familia na unaitelekeza familia, we ni mwanaume tu, sio mume. Tunataka tuone kama umeoa unaachana na wanaume unakuwa mume kutekeleza majukumu. Kwa hiyo kwenye somo hili naongea na mume, naongea na mke ambaye ameingia kwenye ndoa na yuko tayari kutekeleza majukumu yake. Ambao una watoto wako kwenye ndoa, lakini una watoto na wanafanya malezi, nao pia tunawatenda kama kina nani, ili tuweze kwenda sambamba wote. Wanafanyaje? Yaani kuna ambao tayari wana watoto lakini hawako kwenye hizo ndoa ambazo kuna mke na mume, lakini wote wanafanya jukumu la malezi. Huyu ambaye pengine ni single mother tunawaita, au single father, anafanya malezi lakini at the same time sio mume. Single mother anafanya malezi at the same time sio mke. Au watoto kwenye kundi gani, ili wote kwa pamoja tuweze kwenda, kwa sababu wote tunatimiza kule. Mume ni majukumu, mke ni majukumu. Haijalishi huko kwenye mazingira yapi. Kama unatekeleza majukumu ya mume, wewe ni mume. Kama unatekeleza majukumu ya mke, kama nilivyosema awali, labda niseme hivi, kuna tofauti ya jinsi na jinsia. Kuna tofauti ya seksi na jenda. Haya maneno nikiyatamka hivyo unaweza ukanielewa sasa. Jinsi ni sex, ni ile hali ya kibiolojia ya kuzaliwa kama mwanamke au kuwa mwanaume. Tunatofautiana katika jinsi. Mwenye jinsi ya kiume ni mwanaume, mwenye jinsi ya kike ni mwanamke. Hiyo ni sex, hiyo ni jinsi. Sasa hiyo mimi siongelee hiyo. Huyo ndio mwanaume huyo ndio mwanamke huyo. Ni jinsi. Ninachoongelea hapa ni jinsia. Jinsia ni gender. Ni ile tofauti ya majukumu tunayoyapata kwenye jamii. Seksi au jinsi tunazaliwa nazo. Ni zile sehemu zetu zinazotofautisha mke na mume tunazozaliwa nazo. Hiyo ndio jinsi. Lakini jinsia inatengenezwa na jamii, inaumbwa na mtu. Ndio maana ya kulea. Unapolea mtu, maana yake unamtengeneza jinsia yake, unamtengeneza majukumu, unampa majukumu. Na hii inatofautiana kwa jamii na jamii, makabila na makabila, jinsia zinatofautiana, aina za majukumu. Kwa hiyo unakuta katika jamii, unakuta mama ana majukumu fulani. Ili atambulike kwamba ni mama, lazima atekeleze majukumu 1, 2, 3. Na baba naye ili aweze kutambulika kwenye jamii, lazima afanye majukumu 1, 2, 3. Sasa naongelea mume ambao ni jinsia, ninaongelea mke ambaye ni jinsia. Aina za majukumu tunazopewa kulingana na jinsia, kulingana na mazingira. Kwa hiyo mwanaume si lazima awe mume, mwanamke sio lazima awe mke. Kuna watu wameingia kwenye ndoa leo, ndio wale ambao hawanielewi ninapowaambia tuingie katika kulea watoto, kuwalea. Lakini kama mwanamke anafanya majukumu ya mke sawasawa ya kulea watoto wake, huyo yuko vizuri. Sasa baada ya kueleza tofauti hizo, yako majukumu 10 ambayo nataka tuende nayo kwa mume na kwa mke katika familia. Jukumu la kwanza ambalo ni muhimu sana katika malezi ni kuepuka. Kumbuka, nataka kueleza mambo ambayo katika malezi lazima tuyaepuke. Kuepuka kulea kwa kuwapendelea watoto.
Kuna watu ambao wako kwenye familia, ndio ni mume, sio mwanaume, ndio ni mke, sio mwanamke, lakini aina ya malezi yao wanapendelea watoto, wanawagawa watoto. Tunasoma makosa katika Biblia ambayo mzee Yakobo aliyafanya. Tunasoma hivi katika Mwanzo sura ya 37 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake. Akamfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Wakamchukia wala hawakuweza kusema nao kwa amani. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo nataka kuanza nalo siku ya leo, tunapokuwepo katika malezi, tuzingatie kuwapenda watoto wetu. Tusionyeshe upendo wa waziwazi kwa watoto. Ndio, kama mwanadamu unaweza ukavutika. Unajua hili swala la kupenda na kutokupenda ni kitu cha ndani. Unaweza ukavutika kumpenda mtoto fulani kutokana na utii wake. Hata Yesu katika wanafunzi 12 alimpenda sana Yohana. Alikuwa na vigezo vyake. Na alikuwa na watoto ambao walikuwa wanapendana zaidi. Naam. Sasa hata katika malezi tusionyeshe kwamba kuna watoto ambao au kuna mtoto ambaye tunampenda zaidi. Tuepuke hilo, wazazi wenzangu. Tuepuke hilo, ndugu zangu wazazi. Kwa sababu kwa kufanya hivyo tumeona matokeo hapa kwamba kumpenda mtoto mmoja zaidi katika malezi kunasababisha wivu, kunasababisha chuki. Biblia hapa inasema wale ndugu zake Yusufu wakamchukia. Sababu ni nini? Kwa sababu Yakobo alionyesha upendo wa wazi kabisa kwa Yusufu, hata akamnunulia kanzu. Ile kanzu inasifika, sijui ilikuwaje, mpaka ikaleta wivu na hasira. Inawezekana ilikuwa nyeupe, ilikuwa nzuri, inapendeza. Naona ndugu zake wakachukia, wakamchukia. Na ukisoma vizuri hii habari, na mshauri msomaji wangu aendelee kusoma hii sura nzima ya Mwanzo sura ya 37 mpaka mwisho, ataona hata alipowapelekea ndugu zake chakula, wakasema muota ndoto yule anakuja. Kwa hiyo akaweka mikakati ya kumwangamiza ili zile ndoto zake zisitimie. Kwa hiyo kitu ambacho tunaona hapa, tusilee watoto kwa kuwapendelea, kwa sababu tutasababisha chuki, tutasababisha migogoro, tutasababisha wivu. Wazazi tutakapoondoka, watoto ambao tuliwapenda tutawachia mzigo mzito, na kuna uwezekano hatima yao isitimie. Kwa hiyo ujumbe wangu kwa wazazi leo, tuepuke kulea watoto kwa kuwapendelea, kwa kuwapenda zaidi. Wote tuwapende kwa level sawa. Na umesema kuna ile hali ya msukumo ambayo inatokea, mzazi unampenda mtoto fulani kwa sababu ya utii, heshima na mambo wanafanya mambo. Mzazi afanye vipi au ajizuie vipi kuonyesha kwamba fulani anampenda zaidi kuliko wenzake? Mzazi mwenye hekima atajua kubalance. Atajua ni kitu ambacho kipo. Wachache wanaojisahau, wachache tusizidiwe na mapenzi kumpenda mtoto mmoja zaidi. Hii ndio maana nimekuja ili kuamshana katika hili. Ndio ile hali ya nature ndani ya kuweza kujibalance mzazi ipo, lakini inafurukuta huku ndani. Kwa hiyo ni nia ya kipindi hiki au pointi hii kuizima sasa ile kiu, uweze kubalance ili kutengeneza watoto wako, kwa sababu ni wakwako wewe, na uwe na nia yote, kila mmoja aweze kufikia hatima yake. Matendo maovu, matendo kukasirisha na mfanye mtoto au mzazi ajitenge mbali na mtoto wake. Hiyo inakaaje pale ambapo mtoto anakuwa ni chukizo kwa mzazi wake? Hili ni kosa kwa mzazi kama ataona mtoto wake anakosea halafu anajitenga, anakwepa majukumu. Mtoto hata kama unarudia mara 100 kwa siku kumrekebisha kosa lile lile, usichoke. Isaya sura 58 inasema piga kelele usiache, waambie Israeli kosa lao. Mungu anamwambia Isaya kwamba piga kelele usiache. Katika malezi sema kila siku, hata kama anarudia, wewe naye rudia. Hata kama usimkatie tamaa.
kwa sababu pale unafinyanga kitu, unatengeneza kitu. Ng'ang'ana, usimwachie shetani awe amekushinda. Hapana, una njia nyingi kumwombea, kusema naye kwa upendo. Ukija kuona njia ya ukali haisaidii, badilisha gia angani, sema naye kwa upendo, mpe zawadi anapofanya. Jitahidi, mzazi hawezi kushindwa. Kikubwa penye nia pana njia, lakini ukikata tamaa ukamwacha, maana yake ndio anapotea na ndio utakuwa umeshindwa. Sawa, ni kitu kingine gani ambacho mzazi akwepe ili kuhakikisha anapofanya malezi ya watoto? Kitu cha pili ambacho tunatakiwa kukiepuka kwa watoto tunapowalea, tuepuke kuwalinganisha katika kusema kwamba wewe sio kama fulani, yani wewe, yani angekuepo John hapa, haya mambo yote hapana. Tusifanye hivyo. Sawa, kila mtoto ana ladha yake. Mimi Mungu amenijalia na watoto kadhaa, yani kila mmoja na enjoy uwepo wake, na asipokuwepo na misi, kwa sababu watoto hawafanani. Kila mtu ana ladha yake, kila mtu ana huruka yake. Sasa kulingana na huruka zao, wengine sawa wanaweza kawa wepesi kutii, wengine wakawa wazito kidogo, wengine wako hivi, wengine, lakini kila mmoja ana ladha yake. Ndio Mungu aliyotupa, lazima tuwalee bila kuwalinganisha. Tunasoma hivi katika Wakolosai sura ya 3 mstari wa 21. Neno la Mungu linasema, ninyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, wasije wakakata tamaa. Kwamba neno la Mungu linatupa angalizo hapa kwamba tunapaswa kuwalea watoto wetu bila kuwachokoza. Na anaposema kuwachokoza, maana yake nini? Ni kujua kwamba kwanza kila mtoto ana kipawa chake ambacho Mungu ameweka ndani yake. Sasa hatutakiwi kuwakatisha tamaa. Kuwachokoza ni kama kuwatukana, au unamwambia wewe huna akili, wewe ndio maana nilisema huna akili. Huna akili kama John, huna akili kama fulani. Angalia mtoto wa jirani anavyofanya vizuri kwenye mitihani yako, wewe upo tu na mko darasa moja, muone pale unazurura tu, unakula tu chakula cha bure. Hapana, tusiwakatishe tamaa. Wewe unamchanganisha? Hapana, tusiwafananishe, tusilee watoto kwa kuwafananisha, tutawaumiza. Kati ya vidonda ambavyo watoto vinawaumiza ni pale ambapo tunawalinganisha na watu wengine. Mimi kuna mtu mmoja nilimtembelea akaniumiza, mpaka leo nakumbuka na uzee huu. Akasema sasa sijui kama atasikia, anaweza akanipigia simu, lakini akasema nimefurahi ulivyonitembelea, lakini kama angekuja fulani sijui ningefanyaje. Sasa mimi nikajisikia vibaya kwamba kafurahi, lakini kumbe kuna anayenizidi furaha katika moyo wa huyu Mtanzania. Sasa sawa, inaumiza, angeumiza. Sasa hiyo ni mfano mzuri kwa watoto wetu. Tunapowalea, kila mtu kitumlee kama alivyo, tusifike mahali pa kumchokoza, kwa maana ya kumkatisha tamaa, kumrudisha nyuma katika yale mazuri anayofanya. Hata kama anafanya mambo kwa udhaifu, lakini tumtie nguvu, tuendelee kumwelekeza. Ndio maana ya malezi. Malezi ni kunyosha. Waswahili wanasema samaki mkunje angali mbichi, akikauka hakunjiki. Maana yake malezi ni kumkunja samaki. Sasa wewe unakataa kumkunja samaki? Au unapomkunja anapiga kelele unamwacha? Hapana, wewe tekeleza jukumu lako, kwa sababu ukichelewa baadaye hata kunjika. Sawa. Tukirejea nyuma kidogo, kuna swali kutoka kwa msikilizaji kutoka pande za Jabati, anasema kwa nini baadhi ya wazazi wanawabagua watoto, kwamba huyu mtoto ana tabia ya mama yake au ya baba yake, na wakati uzao ni mmoja, tumbo ni moja, baba mmoja, mama mmoja, kwa nini unasema hiyo kama mama kama baba? Hii ni roho ya ubaguzi ambayo inapaswa ikemewe kwenye jamii. Narudi kwenye pointi yangu ile ya kwanza kwamba lazima watoto tulee wote kwa ushirikiana bila kuwabagua. Sasa labda hiyo ni hali ya uelewa. Labda baada ya kipindi hiki watu watajirekebisha kujua kwamba kuna madhara makubwa. Kumbuka, unapolea unatengeneza mtu. Unapolea unafinyanga mtu atakayekubalika mbele za Mungu, atakayekubalika kwenye jamii. Watoto ambao wanakosa malezi ni wale wanaotusumbua kwenye jamii leo.
Ukija kuona mtoto anasumbua kwenye jamii, manake amepungukiwa malezi. Na kuna mtoto ambaye anaendelea kutegea siku 91.1 wakati huu anafurahia sana kile ambacho anafundisha wazazi, kwani pengine kinawaponya. Na huyu mtoto ili kuweka ile nafasi ya kubaguliwa au kulinganishwa na mwingine afanye nini? Maana mtoto pia anakuwa na wajibu wake hapo katikati ya malezi ya wazazi, na yeye akae kwenye nafasi hiyo. Mtoto, Biblia inasema mtoto anapaswa kuwatii wazazi. Na ni moja ya amri ambayo Mungu alitupa kwamba waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi akupazo Mungu. Kwa hiyo ina maana mtoto ameshapewa amri. Katika zile amri 10, moja ni ya mtoto na ina ahadi kwamba watii, waheshimu wazazi wako ili siku zako zipate kuwa nyingi. Kuna watoto wengi leo tunao siku zao inawezekana ni chache kwa sababu hawawaheshimu tena wazazi wao. Mtoto anayemheshimu mzazi wake na kumtii kwa vyovyote atakuwa yuko tayari kumsikiliza na kufuata kile ambacho Mungu ambacho anaelekezwa kupitia mzazi kuweza kukifanya. Na kwa wazazi walio wengi wanaojua majukumu yao, ambao ni mume, ambao ni mke, wanaosimama katika neno la Mungu au katika maadili, ninaamini watafanya vizuri. Jambo la 3, epuka malezi ya hasira na ukatili kupita kiasi. Ukatili kupita kiasi. Katika jamii zetu tunaona kuna ukatili kupita kiasi kwa watoto. Kwa hiyo na maana kuna wazazi ambao wanawalea watoto kwa chuki, kwa hasira. Sawa, kuna siku nilisema hapa, sio kwamba najipinga kutumia kiboko. Lakini kiboko nilichokuwa nakisema ni kile kiboko cha kumrudi mtoto. Sio cha kumuumiza, sio cha kumuua. Sasa kuna walezi ambao au wazazi ambao wanalea familia au watoto wao kwa hasira na kutoa kipigo, wako kwa ukali zaidi, ukali kupita kiasi. Tuepuke hilo, kwa sababu bado tunajenga kitu ambacho sio kizuri. Mtoto ambaye amelelewa kwa hasira, kwa chuki, kwa ukali uliopitiliza, mara nyingi hiyo hali inaua ujasiri, kujiamini, kuthubutu. Anakuwa ni muoga. Sasa kwa namna fulani unaharibu mtu ambaye anaweza alipangwa kuja kutusaidia. Umejenga woga, umejenga hali ya kutokujiamini. Akigusa hiki, akifanya hiki, anakipiga, unakuta hajiamini. Watoto wengi, mimi ni mwalimu, kuna watoto ndio unamkuta ana uwezo lakini hajiamini. Hata kutunga sentensi moja ukimwambia hebu tunga sentensi, sema hiki, hana ujasiri wa kusema mbele za wenzake. Na sio kwamba hawezi, lakini hajiamini. Sasa kwa mtoto kama huyo ambaye yuko kwenye mazingira hayo, yeye mwenyewe atumie mbinu gani kujidefend kutokana na ule ukatili, yani ile asiathirike zaidi? Kuna kuathirika kutakuwepo, lakini mimi ni mtoto, niko kwenye mazingira, mzazi ni mkali, anatumia hasira. Nifanye nini mimi kama mtoto ili nisiathirike zaidi na hasira na ukali wa mzazi? Serikali yetu imeweka utaratibu mzuri sana. Kwa mfano shuleni sasa hivi kuna chombo kinachoitwa shule salama ambacho kinahakikisha kwamba kunajengwa mazingira salama kwa mtoto ili aweze kupata elimu yake kwa kadiri ya uwezo wake. Na kule shuleni kuna mkuu wa shule anahusika, lakini kuna mratibu anaitwa mratibu wa shule salama, lakini kuna walimu wawili wanaoitwa wanasihi, wa kiume na wa kike. Hawa wanachaguliwa na wanafunzi wenyewe, kwamba tunamchagua mwalimu fulani ambao tuko huru, anafikika kumpelekea majukumu yetu, wa kike na wa kiume. Sasa kule tumejenga mazingira ambayo mtoto anaweza kwenda kueleza vitu vinavyomwathiri katika maendeleo yake ya kitaaluma. Akiwa nyumbani anaweza akasema nimefanyiwa ukatili 1, 2, 3. Na bado serikali zipo, bado kuna vyombo ambavyo uongozi wa kata, uongozi wa vijiji, hawa watu pia jukumu la ulinzi na usalama wanalo. Lakini kama haitoshi, kuna ustawi wa jamii. Watu hawa wanahusika zaidi na watoto. Ni dawati muhimu sana la kupeleka. Lakini hata polisi kuna dawati la watoto na jinsia liko kule. Watoto wanaweza kupeleka matatizo yao. Ukija kuona unaweza ukaenda ukawaeleza, na
wakaona namna ya kufanya, kwa sababu nao wamesomea haya mambo, wamefunzwa. Hao watu niliosema wamefunzwa na wanajua namna ya kukabiliana na huyo mzazi, kumsaidia bila kukutaja. Mimi mtoto ambaye unaweza ukapeleka hoja yako kwamba jamani, mimi naomba nisifahamike, lakini baba ana tabia 1 2 3, anatupiga, anafanya hiki, anafanya hiki, anafanya hiki. Sasa wao wana utaalamu, wanaweza wakafuatilia, wakafanya utafiti taratibu, wakapata shahidi wao wenyewe. Kwa mtoto awe na ujasiri wa kueleza, awe na ujasiri. Nami kupitia hiki kipindi nashangaa sana, unajua watoto wanafanywa ukatili sana, lakini hawasemi kabisa. Wanafanywa ukatili nyumbani, wengine na wazazi, wengine na ndugu wa karibu, hawasemi. Shuleni hawasemi, wanachofanyiwa mtaani hawasemi, wanachofanyiwa nyumbani hawasemi, wanaofanyiwa machungani, wengine wanaoenda kuchunga huko wanafanyana vitu vya ajabu sana, lakini hawasemi. Hiyo ndio shida. Unakuja kugundua hata kwa mfano hawa watoto wadogo, kama kafanyiwa kitendo kibaya, unakuja kugundua wakati unamuogesha, ndio unakuta ukishika hizi, unakuta mtoto anaruka. Kwa watoto wadogo, kwa nini? Anafuatilia na mbembeleza, ndio anakuja kusema fulani ndio amenifanyia 1 2 3. Lakini tuna ni nia ya serikali kuhakikisha watoto wa miaka hii wafunguke pale wanapofanyiwa ubaya, waripoti. Hata kama ni mzazi, karipoti ili sheria ichukue mkondo wake. Kama mtu kaamua kukuharibia, wewe usimfiche. Kama ni mbwai na iwe nini mbwai, kama umemwaga mboga, mimi namwaga ugali. Hiyo ni kauli ya maana ya kusisitiza kwamba watoto wafunguke wanapofanyiwa nini, ukatili. Sasa kuna msikilizaji, tukirejea kwenye amri 10 zile umetaja, na ukasema kuna amri moja ambayo inamhusu mtoto. Muuliza, je, mzazi ambaye anabagua watoto wake na kuwatamkia maneno mabaya, hata mtoto akimsaidia mzazi na mzazi haoni, ndo anazidi kumtolea maneno makali na kutokujali mchango wa mtoto wake kuhusu hiyo amri, kwa mtoto ataishije? Atawezaje kumheshimu na kumtii mzazi ili hali mzazi anamtenga na kumtolea maneno mabaya? Anapatikana Lengea Msalito Amri. Mimi namsisitiza mtoto aendelee kutimiza wajibu wake. Okay. Inapaswa mzazi atimize majukumu yake na mtoto atimize majukumu yake. Unajua ni kama kwenye ndoa. Sijui kwa nini nakimbilia kwenye ndoa. Kwenye ndoa mwanamke jukumu alilopewa na Mungu ni kumtii mumewe. Lakini mwanaume jukumu alilopewa ni kumpenda mumewe. Sasa utii wa mwanamke kwa mumewe unasababisha mwanaume kumpenda. Kwa kadiri unavyomtii mumeo ndivyo anavyokupenda. Upendo unachokozwa na utii wa mwanamke. Utii wa mwanamke unachokoza upendo wa mume. Sasa mtoto ameagizwa katika Biblia kumheshimu mzazi, na hakusema kumheshimu mzazi yule ambaye anampendeza tu. Hata kama yuko kwenye sura gani, yeye atimize wajibu wake wa kumtii na kumpenda mzazi wake. Timiza wajibu wake. Sawasawa na katika Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 6 linamweleza yule mwanamke kwamba enyi wanawake watiini waume zenu ili wawezi kubadilishwa pasipo lile neno, lakini kupitia utii. Manake utii una ujumbe uliobeba. Utii, ukiutoa utii unapeleka message fulani kwa baba, na baba anaona akulipe upendo, na ule upendo baba anaotoa unapeleka message kwa mama kumchochea ili aweze kupenda. Mwanaume anayempenda mkewe haombi mwanamkewe kumtii, haiwezekani. Ni automatic. Yeye atimize wajibu. Licha ya mazingira, baba atarekebika kwa sababu utii wa mtoto utaendelea kupeleka ujumbe kwa baba. Na msikilizaji ambao unaitegea sikio 91.1, hii ni Revival FM, sauti ya Uamsho. Tuko Babati mkoani Manyara na tuko kwenye kipindi cha watoto wa Uamsho, Aunty Eliza pamoja naye mwalimu Kimweri. Tunazungumza mambo ya kuepuka katika malezi. Tumezungumza mambo mawili na sasa dakika ni 43. Tunaenda mambo matatu tayari tumekwisha kuzungumza. Tunaenda tena kwenye mambo mengine ambayo unatakiwa kuepuka. Jambo lingine ni lipi mwalimu ambalo mzazi anatakiwa kuepuka?
Jambo la nne ambalo mzazi na mlezi anapaswa kujiepuka ni lile la kujitenga, wasije akajitenga katika majukumu yote ya malezi. Kuna wazazi ambao wanategea. Sasa lazima watoto tulee wote. Wakina baba wanategea. Wakina baba sasa hivi wana vipawa vya kutoroka familia, vya kutelekeza familia, za roho mchafu. Na mimi nazikemea kwa jina la Yesu. Tusitegeane katika malezi. Tunajua jukumu hili kapewa mama, sawa, hakuna anayebisha, lakini mzazi ana nafasi yake. Kumbuka nilisema kipindi kilichopita kwamba katika malezi baba kuna mbegu aliyobeba na mama kuna mbegu aliyobeba. Ili tusitengeneze mlemavu kisaikolojia, lazima wote tuwajibike katika kulea bila kutegeana. Baba ana mbegu ya utii, ya kutiisha watoto pale kwenye familia, na ndio maana mama akifanywa vurugu na mtoto anamwambia subiri babako aje. Sasa yeye yupo, lakini kwa sababu mbegu ya kutiisha hana, anaambia subiri babako akija nitamwambia, atakushughulikia. Kwa nini? Baba akabeba mbegu ya kutiisha, na mama hana mbegu ya kutiisha. Mama ana mbegu ya upendo, kuachia mbegu ya upendo kwenye familia. Na mbegu ya upendo mara nyingi inaenda kwa mtoto wa kiume, na mbegu ya kutii mara nyingi inaenda kwa baba au kwa mtoto wa kike, lakini kwa ujumla wake zinawasaidia wote hizi mbegu. Sasa akikosekana mzazi mmoja, tayari tunatengeneza ule ulemavu ambao sio sahihi. Ili mtoto aweze kuwa safi, anayekubalika kwenye jamii, mwenye maadili, wazazi lazima walee bila kutegeana. Kwa hiyo pointi yangu hapa ni kwamba tuepuke malezi ya kutegeana. Jambo la 5, epuka kutokuwafundisha watoto tabia epuka kuwafundisha watoto wako tabia mbaya kwa mfano wako. Wazazi wengi wanajisahau, wanafanya mambo yao ya ajabu ajabu wakifikiri watoto hawaoni. Kisaikolojia, mtoto anajifunza zaidi kwa kuona kuliko kwa kusikia. Karibu 75% mtoto anajifunza kwa kuona, kwa kutazama. Kitu anachoona kinakaa vizuri zaidi. Ndio maana sisi walimu tunafundisha sio kwa maneno tu, tunaenda na zana. Kuna kitu kinachoitwa zana ya kufundishia. Naweza nikaingia darasani na kitu halisi, au nikaingia na ramani, au nikaingia na mchoro au mfano. Ni pale ninachotaka nini? Nataka mtoto nikamate ufahamu wake 75% za kujifunza kwa kuona, sio kwa kusikia. Sio kwamba ukisema kwa kusikia hatajifunza, lakini ni kwa chache. Ili mtoto aweze kujifunza ni kwa kuona. Kwa hiyo tuepuke kuwafundisha watoto kwa mifano yetu. Mtoto ambaye baba yake ni mlevi na anatumwa kwenda kumnunulia bia baba na kumwambia nifungulie, mtoto huyo kuna uwezekano mkubwa sana wa kuja kuwa mlevi kama baba. Kwa hiyo kama unataka watoto wako wawe na tabia nzuri, rekebisha tabia zako. Hakikisha unakuwa mfano mzuri. Wenzetu wazungu wanafahamu hili. Ndio maana wazazi wakigombana wanaitana chumbani, wanagombana huko na nini, watoto wasiwaone. Kwa nini? Hawataki watoto wajifunze. Sasa kwa sababu sisi tunagombana tu, watoto wanaona. Ndio maana familia ambayo wazazi wanapigana, fuatilia huyo mtoto katika familia yake. Ngumi zitatembea tu kama kawaida, kwa sababu mtoto anajifunza kwa kuona. Na iko hivi, mtoto anajifunza kwa kuona kwa opposite sex. Mtoto wa kiume anajifunza kwa kuona jinsi mama yake anavyomtreat baba yake. Mtoto wa kike anajifunza kwa kuona jinsi baba yake anavyomtreat nani? Mama yake. Au wakati mwingine, kwa sababu wakati mwingine mtoto wa kiume anatamani kuja kuwa baba bora kama baba yake, na mtoto wa kike anatamani kuja kuwa mama bora kama mama yake. Na
Kama sasa mama sio bora, hakikisha huyo mtoto wa kike atakuwa sio bora vile vile katika familia yake na katika ndoa yake. Huyo mtoto kama baba yake ni mpiga mwanamke, anampiga mama yake, anaona anapigwa, naye akiingia kwenye ndoa hali kadhalika. Na hakuna namna ambayo anaweza kubadilika, yani yeye mwenyewe katika jitihada zake binafsi kutoka kwenye ile hali ambayo ameiona kwa mtoto. Hiyo inawezekana sasa baada ya kuokoka. Kwa sababu ukiokoka ni ile Warumi sura ya 12 mstari wa 2 anasema kwamba tunapaswa kugeuka, tusiishi kama mataifa yanavyoishi, bali tugeuzwe nia zetu. Ile nia kwa Kiingereza ni mind. Mind ni akili ya kuzaliwa, ni akili iliyo kwenye nafsi ambayo ndio inayotawala matendo mazima. Kwa hiyo ukiokoka unaingia katika hatua ya kutengenezwa, ya kukombolewa, ya kufunguliwa. Unafunguliwa akili zako. Kumbuka, akili hii ndio inayotawala hata kwenye toba. Kutubu sio kukiri, sio kurepent. Kutubu kwa Kigiriki ni metanoia. Metanoia ni toba inayoitwa change your mind, your mindset. Kutubu ni kugeuka kabisa mtazamo, sio kusema tu. Watu wengi sana wanatubu, natubu, Bwana Yesu nisaidie. Watu wanapiga, ile ni kelele. Wewe unakiri tu dhambi. Kuna tofauti ya kukiri dhambi na kutubu. Sasa nisije nikahubiri. Sije nikahubiri. Kuna mtu mwingine anayetamani kufahamu kama mtoto ambaye tayari ameathirika na mazingira ya wazazi anaweza kubadilika. Kwa njia ya kubadilika ni kuokoka pekee yake. Ni kuokoka, lakini ni wazazi kutimiza wajibu wao wa kuendelea kusema nao naye bila kumkatia tamaa. Naam. Sawa, twende kwenye kitu kingine, maana tumeisema na muda mchache ili tukatamatishe kwa siku ya leo. Naam, jambo lingine ni kuepuka kukosa mafundisho ya maadili na imani. Wazazi lazima wachukue hii agenda ya kuwafundisha maadili yanayokubalika katika jamii. Maadili ya Kikristo yafundishwe, imani ifundishwe. Ukisoma katika Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 6 anasema fundisha watoto wako kwa bidii. Sasa uwafundishe neno. Ule mstari unasema fundisha neno, fundisha sheria, fundisha, hakikisha kwamba unapata muda wa kuwafundisha watoto imani. Na hapa tunakuja pia hata kwa viongozi wetu wa dini. Mimi nashauri viongozi wetu wa dini waweke utaratibu, kuwe na program maalum ya kuwafundisha watoto. Wawe na program maalum ya kufundisha vijana. Vijana wanacheza drafti, wanashinda mtaani, hawana kazi. Hapana, tutafute namna ya kuwakamata vijana, kuwafundisha ikiwezekana hata kila mwezi. Wewe unakaa nao. Na umesema ni Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 6. Naam, kwa hiyo tupate muda wa kuwafundisha watoto imani, na viongozi wa dini tuhakikishe tunaweka program maalum ya kuwafundisha watoto wetu. Tuwe na walimu, tuhakikishe walimu wanaowafundisha tumewapima na wako vizuri. Sasa unaangalia kanisani, mtu ambaye amejitolea, unaweza mtu akajitolea lakini hana uwezo wa kufundisha. Tuhakikishe tunafuatilia na hao walimu wanaofundisha watoto wetu, tuwaandae, tuhakikishe kwamba tunawapa mafunzo maalum na hii kwa ajili ya watoto, kwa sababu tunatengeneza kizazi, tunatengeneza kanisa. Wewe utasemaje wewe ni mchungaji wakati watoto hujawawekea msingi? Ndio kanisa lako la kesho. Vijana ndio kanisa lako la sasa. Hakikisha unakuwa na program maalum kila wakati, kila wiki, kila mwezi. Focus yako kiongozi wa dini, weka kwenye watoto. Kama serikali inavyoweka focus kwa watoto, kujenga shule kwa gharama kubwa, kusomesha walimu kwa gharama kubwa, kutengeneza vitabu kwa gharama kubwa. Unajua serikali inafanyaje? Inatengeneza mindset ya watu ambao inawataka. Ndio maana raia wa Kenya na wa Tanzania ni tofauti kutokana na silabasi. Serikali inakaa inataka kwamba watoto wetu wa Tanzania tunataka tutengeneze watumishi wa namna gani. Inatengeneza silabasi ili watoto wale wafundishwe kile ambacho serikali inataka, ili watoto wale wawe kama serikali inavyotaka. Kanisani pia fundisha wangali watoto, unataka wawe na imani gani, watakuwa vile unavyofundisha. Kwa hiyo tuwe na program maalum nyumbani za kufundisha watoto kila siku.
tuwe na program maalum za kufundisha watoto kanisani. Na walimu pia wawe wanafundishwa. Walimu wawe na kozi maalum. Usichukue tu mtu katoka huko shambani na matope ananao asema niko tayari kwenda kufundisha watoto. Sasa unajua anaenda kufundisha nini? Anapenda ndio, lakini awe na ujuzi. Tujiridhishe na kile ambacho anakwenda kufundisha. Siku nyingine mchungaji kaa nyuma. Kaa nyuma au weka mzee wako wa kanisa au nani akae nyuma aone masomo yanavyokwenda. Yanavyofundishwa. Lazima tuwe makini katika watoto, kwa sababu tunavyowalea Biblia inasema hawataacha hiyo hali hadi watakapokuwa wazee. Kwa hiyo tusipojua hili jukumu la kufundisha. Sawa, muda wetu unatutupa mkono sana. Twende kwa haraka tumalize haya mambo ya kuepuka katika malezi. Epuka jambo lingine, epuka kuzaa watoto ambao huna uwezo wa kuwatunza. Hapo ngoje nisiende sana. Nisiwe mchokozi, lakini angalia kiwango. Sawa, lakini sio wewe ujaze peke yako. Sio wewe ujaze. Tumepewa agizo wote. Wewe na mimi tukichangia watoto, dunia itajaa tu. Dunia itajaa tu. Lakini sasa usije ukazaa mpaka mayai unashindana na mayai mpaka yaishe. Hapana. Hapana. Tuzae kulingana na uwezo wetu wa kuwahudumia. Kwa nini uwezo wa kuhudumia? Kwa sababu kuna wazazi wengine wamezaa watoto ambao uwezo wa kuwatunza hawezi tena kumpeleka shule. Hata kama anapeleka hizo shule za St. Kayumba. Kwa nini? Wako wengi. Kingine kako la kwanza, kingine yuko la tatu. Hakuna ubaya, na mimi sikashifu hilo, na ndio shule ambazo zimetolea. Lakini maana yangu ni kwamba ukiwa umezaa watoto ambao unawamudu kwenye kuwatunza na kuwalea, maana yake unaweza ukawahudumia vizuri zaidi ukilinganisha na ukiwa na jeshi watoto 20 wote umewazaa. Hawezi. Ni kweli. Ni kweli. Lakini ni kweli, lakini mimi nina wasiwasi. Nina wasiwasi katika hilo. Kwa sababu gani? Nina wasiwasi katika hilo. Ndio maana nasema tuzingatie uwezo. Sikatai. Kama uwezo unao sawa, pambana kuijaza nchi. Lakini kama unajiona kwamba uwezo sio sana, ili uweze kuwatunza vizuri wale ambao wachache Mungu ambao wamekupa, uweze kuwahudumia vizuri, basi ni vizuri kulizingatia hilo. Sawa, dakika tunazo 2. Epuka kuwapa watoto kila wanachotaka. Kila kitu anacholilia unampa. Mpeni mwenzenu. Mbona nyinyi mtoto analia mnamwangalia tu? Anataka remote, anataka katuni. Mpeni, mwacheni mtoto huyo. Ndugu yangu, lazima don't na do lazima ziwepo. Hapana na ndio. Lazima mtoto umjengee mipaka. Epuka kumpa kila kitu mtoto anachotaka. Ukifanya hivyo unamfanya mtoto asiwe na nidhamu. Ukimfundisha hivyo unamfanya mtoto asiwe na uvumilivu. Siku nyingine mnyime anachotaka ili ajijengee uvumilivu ndani, kwa sababu sio mazingira ya kwako ataendelea kuwa nayo maisha yake yote. Kuna kipindi utakuwa hupo, inawezekana umesafiri au umekufa, usije ukawaachia mzigo waliobaki. Kuna watoto wengine ndugu yangu, ukiachia dakika 2 na yeye kutokana na malezi aliyolelewa, huna hamu. Unatamani upige, unatamani yani huna hamu. Sasa usimlee mtoto kama vile utakaa naye milele. Hapana. Mtoto ni wa jamii, atakaa na jamii. Mlee katika mazingira ambayo yeye atakuwa bora katika familia na kwa kila mtu ambaye atakaa naye. Tukiwa tunamalizia, tuepuke nini na mwisho kabisa? Mimi ninaona kwa hayo yanatosha. Naona kwa hayo yanatosha. Nadhani mzazi na mlezi kama ni mume atekeleze majukumu yake ya mume. Kama ni mke atekeleze majukumu yake ya mke. Mume alipewa na jukumu kwenye bustani ya Edeni mwanzoni kabisa kuprovide, naona kuitunza familia, na mke alipewa majukumu mawili, kuzaa na kulea. Sasa kila mtu akae kwenye jukumu lake, lakini kwenye kulea hapa tunamtanguliza mama, lakini wote tusitegeane. Sawa, mwalimu, tukushukuru sana kwa siku ya leo. Mungu akubariki sana. Asante. Msikilizaji, asante kwa ujumbe wako. Asante wewe ambao unasema umeelewa vyema. Mungu akubariki kwa kutegea siku ya 91.1 Revival FM. Asante sana kwa kuwa nasi katika kipindi
cha watoto wa Uamsho. Aunty Eliza, sina la ziada kwa siku hii ya leo. Nikwambie tu kwamba hakikisha kila Jumamosi saa 3 hadi saa 4 unasikiliza kipindi cha watoto wa Uamsho, kwani mahali hapa tuko kwa ajili ya kubadilisha mtazamo, tuko kwa ajili ya kubadilisha na kutuleta kizazi ambacho ni bora zaidi. Ukiyazingatia na kuyafuata haya, kizazi tunachokilalamikia hakitakuwepo tena katika jamii yetu. Zaidi sana tutakuwa na kizazi kilicho bora, watoto wanaojiamini, watoto wanaoweza kujielezea, watoto wanaweza kufunguka hata pale ambapo wanakuwa wamefanyiwa mambo makubwa ya ajabu na ya ukatili. Hatuna la ziada. Sports review utaenda kusikia hivi punde ndani ya studio hizi za 91.1. Tukutane Jumamosi ijayo. Aunty Eliza na kuaga nikikwambia moving on.